Lakini Yehoshafati anamwambia hapana, hatuwezi kuuliza kwa manabii wako, ni lazima tutafute kwa manabii wa Bwana. Ni lazima tuulize neno kwa Bwana kupitia kwa manabii wake. Tulisoma mpaka fungu la 8. Sasa tutasoma kwenye fungu la 9. Anasema, na kama ambavyo nimekutahadharisha, wakati wowote unapotaka kujua neno, ni afadhali uulize kwa nabii. Bwana amenikumbusha kitu ambacho natamani pia nikusomee katika ujumbe wa nabii, katika ujumbe wa Ellen G. White. Kanisa letu lina nabii. Ellen G. White ni nabii wa Mungu. Leo kanisani kuna watu ambao kwa sababu ujumbe wa nabii unapingana na mipango yetu, ujumbe wa nabii unaondoa matakwa yetu, na kwa hivyo tunauchukia ujumbe wa nabii, kama ambavyo Ahabu ndani ya kanisa alikuwa hampendi nabii kwa sababu nabii hajawahi kumtabiria mema. Leo hii kanisani kuna watu hawapendi ujumbe wa nabii, ni kwa sababu ujumbe ule unazungumzia kuhusu mipango yao, unazungumza kuhusu dhambi zao, na kwa hivyo ikiwa dhambi ya mtu itaguswa, huyo mtu hugeuka kuwa muuaji. Na ikiwa tunaipenda dhambi kwa sababu wengine dhambi ni sehemu yetu ya maisha, pale ambapo ujumbe unakuja unagusa hata dhambi zetu, unagusa maisha yetu wenyewe, tunauchukia na hatutaki wala wanaousema, na badala yake tunageuka na kuwa wauaji. Ahabu alikuwa hamtaki Mikaya kwa sababu Mikaya anasema neno la Bwana, lakini Yehoshafati mfalme wa Yuda, yeye alishikamana na Bwana. Anapotaka kutafuta shauri anatafuta kwa Bwana. Kwa hiyo na wewe Mwadventista mwenzangu, Mkristo mwenzangu, unapotaka kujua chochote kuhusu Bwana, ni afadhali uulize kwa Bwana. Sasa kuna nukuu katika kitabu cha Nuru za Uzima, ukurasa wake ni ukurasa wa 46. Nabii wa Mungu anasema hivi: mimi ninamwamini Ellen G. White kuwa ni nabii wa Mungu kwa sababu ushuhuda wake haupingani na neno la Mungu. Ushuhuda wake unaendana na neno la Mungu. Sasa anasema hivi katika kitabu cha Nuru za Uzima au Vielelezo vya Kristo, ukurasa wake katika tafsiri nilionayo mimi ni ukurasa wa 46, na ile paragrafu ya pili anasema, viongozi wakuu wa mawazo ya kidini katika kizazi hiki wanataka sifa na kujenga makumbusho ya wale waliopanda mbegu ya kweli karne zilizopita. Nitarudia. Viongozi wakuu wa mawazo ya kidini katika kizazi hiki tulichomo mimi na wewe, wanatamka sifa na kujenga. Kumlazi mwanzoni nilivyonukuu nilikosea. Sasa nabii anasema wanatamka sifa na kujenga makumbusho ya wale waliopanda mbegu ya kweli karne zilizopita. Ni mara ngapi tunamzungumzia Elia? Ni mara ngapi tunamzungumzia Elisha? Tunamzungumzia Musa, tunamzungumzia Ibrahimu, na tunapenda kutaja na kutamka sifa na kujenga makumbusho kwa hao manabii, kwa hao watangulizi na viongozi waliopanda mbegu ya kweli. Nabii anasema si wengi wao hugeuka na kuzima maendeleo ya mbegu hiyo leo. Ni wangapi leo tunageuka na kuzima maendeleo ya kweli hizo zilizotolewa kupitia kwa manabii? Ni wangapi leo tunainuka na kusema ujumbe wa nabii wa Mungu, nabii Ellen G. White, kwamba huu ujumbe ni mashauri tu? Sawa? Hata ujumbe kwa Laodikia unaanza kwa kushauri. Bwana anasema nakupa shauri kwa Laodikia kwamba ununue kwangu dhahabu safi iliyosafishwa kwa moto. Kwa hiyo kama tukisema ujumbe wa nabii kwamba ni mashauri, na Bwana anatushauri kwamba tununue kwake dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Kwa hiyo kama ni mashauri, wewe na mimi kama tukiweka pembeni na kusema ni mashauri, yatabaki kuwa mashauri, lakini hili ni neno la Bwana. Sasa nabii anaendelea kwa kusema, kilio cha zamani kinarudi. Sisi tunajua kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hapa, na wanamzungumzia Kristo, bali yule hatujui atokako. Hii ni Israeli, kanisa la Mungu linasema juu ya Kristo kwamba hawajui atokako. Leo imefikia hatua tunasema hatujui nabii atokako, kwa sababu ikiwa tunaukataa ujumbe wa nabii, ni dhahiri na kusema kwamba hatujui huyu nabii anakotoka. Anaendelea kwa kusema,
Na hiyo ni katika Yohana sura ya 9 fungu la 29. Sasa nabii anamalizia kwa kusema maneno haya ambayo ni mazito. Anasema, kama ilivyokuwa miaka ya zamani, ukweli pekee kuhusu wakati huu unapatikana, si kwa wakuu au viongozi wa makanisa, bali kwa wanaume na wanawake ambao hawajaelimika mno ama hawajakuwa na hekima kiasi cha kutolijali neno la Mungu. Kwa hiyo ukweli wa maandiko matakatifu unapatikana si kwa viongozi wa kidini au kwa watu wakuu wenye hekima ambao wameelimika kiasi cha kutolijali neno la Mungu, bali ni kwa wale ambao wamejikana nafsi, wale ambao hawatumaini hekima zao. Ujumbe wa Bwana na ujumbe wa wakati huu unapatikana kwa watumishi wa Mungu hao. Unapotaka kutafuta shauri la Bwana, ni afadhali utafute shauri la Bwana kupitia kwa nabii. Huu ni ujumbe ambao nabii anatuansa kwa wakati huu. Sasa tugeukie Ahabu na Yehoshafati, na hawa ni Waadventista wa Sabato. Na ni wafalme, viongozi wa ngazi za juu, lakini wao wenyewe mmoja anaamini nabii na mwingine anamkataa nabii. Hii hali haipo kanisani. Hii hali ipo kanisani leo. Sasa tusikie kile ambacho Biblia inaendelea kutuambia. Anaendelea kusema katika fungu la 9, ndipo mfalme wa Israeli akamwita ofisa, akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Na Sedekia mwana wa Kenani akajifanyia pembe za chuma, akasema, Bwana asema hivi, utawasukuma Washami hata waharibike. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii wakisema, kwea Ramoth-Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Hao bado ni manabii wa Ahabu, wanaendelea kupeana shauri na wanasema kwamba mfalme atafanikiwa, na wanamwambia kwa neno la Bwana, kitu ambacho Bwana hakuwa amewaambia, kitu ambacho Bwana hakuwa amewafunulia, na wanashauriana hivyo. Lakini tusikie kile ambacho nabii wa Mungu alipokuja akasema. Na tunapokuwa tukisoma huu ujumbe, jaribu kutafakari. Wewe ni Mwadventista kama mimi, ni Mwadventista wa Sabato. Je, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanamchukia nabii eti kwa sababu anasema ukweli? Usitafute njia ya Ahabu, tafuta shauri la Bwana, tafuta shauri la Yehoshafati. Yehoshafati alitafuta shauri kwa Bwana na si mahali pengine. Fungu la 13, Wafalme wa kwanza sura ya 22. Biblia inasema, yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Sawa, neno lako naliwe na kusihi kama neno la mmoja wapo wao, ukaseme mema. Huyu ni Mwadventista Msabato, ni mtumishi wa mfalme Ahabu, anaungana na manabii wa Ahabu kumshawishi nabii Mikaya kwamba apindishe ujumbe na aseme kila ambacho Bwana hakumtuma. Sasa maneno hayo leo hayasemwi kanisani. Tusikie kile ambacho nabii anasema katika neno la Bwana. Nabii Isaya sura ya 30, ukisoma lile fungu la 9 kuelekea fungu la 10, tutasoma mpaka la 11. Isaya sura ya 30, tutasoma fungu la 9 kuelekea fungu la 31, fungu la 11 kumlazi. Neno la Mungu linasema hivi, Isaya sura ya 30 fungu la 9, kwa maana